Karibu sana mtazamaji wa Manyuzi TV ili kupata zile dondoo mbalimbali zikiwemo za kiburudani, michezo, teki. Na katika upande wa teki hii leo nina funzo moja ambalo nataka nikuelekeze mtazamaji ambaye unatumia sana kusearch Google, kutumia websites, lakini katika simu yako pia una application ya hiyo website. So ukienda sehemu ya Google search, ukibonyeza pale sehemu ambayo inaandikwa search, ukaandika website, automatically kwa kuwa una application katika simu, basi moja kwa moja itakupeleka katika application na sio katika website. Hii ni connection ambayo ipo miongoni mwa website na application. So nataka nikuelekeza jinsi ya kuseparate ili utumie application kama application, website kama website. Mfano wake ni huu hapa. Mfano nikiingia sehemu ya Google search, nikaandika website hii hapa ambayo inanipeleka katika desktop YouTube Studio ya website. Mfano naandika hapa YouTube Studio Dashboard Computer. Hii inatakiwa moja kwa moja inipeleke katika website ya YouTube Studio. Lakini kwa kuwa nina application katika hii simu yangu, nikiendelea mbele hapo, nikabonyeza hiyo linki ya website, nikibonyeza hapo go direct to YouTube Studio, utaona hapo inanihamisha, inanipeleka katika application. Kwa hii ni application ambayo ninayo katika simu. Kwa hiyo hainipeleke katika website kama ninavyotaka, inanipeleka katika application. So jinsi gani sasa unaweza ukazuia isiende direct katika application na ikaenda katika website kwa kuwa umeenda kusearch Google na hujaenda katika application ambazo zipo katika simu yako? Hii ndio njia ambayo unaweza ukazuia. Hatua ya kwanza kabisa, nenda katika menu ya simu yako kisha tafuta setting. Baada ya kubonyeza setting, nenda katika sehemu ambayo imeandikwa app and management, sehemu ambapo utapata application zako katika simu. Baada ya kuingia katika app and management, nenda sehemu ambayo imeandikwa default apps. Uenda hii option ukaipata katika sehemu ya option, ama unaweza ukaipata ikiwa katika eneo hili hapa baadhi ya simu. Baada ya kufunguka hapo, utaangalia chini kabisa katika hizo options ambazo zimetokea hapo za application, baadhi imeandikwa open links. Bonyeza hapo. Baada ya kuwa tayari imeingia hapo, anza kutafuta ile application ambayo unataka kuizuia isiwe inaenda direct katika website ambayo unaingia kupitia Google search. Utaenda kutafuta, mfano mimi nataka ni unlink ile application ya YouTube Studio kisha iwe inaingia application peke yake na website peke yake. Kwa hiyo nitashuka, nitaitafuta YouTube Studio application. Ni hii hapa, nitaibonyeza. Kisha baada ya kubonyeza utaona options nyingine ambazo zimetokea katika eneo hilo hapo la YouTube Studio application. Utaona sehemu ambayo imeandikwa open supported links. Bonyeza hapo. Baada ya kuingia katika eneo la open supported link, utaweza kuona machaguo mengine ambayo yametokea. Chaguo la kwanza linasema allow apps to open supported links. Ruhusu application kufunguka kwa linki ambayo ni ya msaada. Kwa hiyo itaenda moja kwa moja katika application. Kuna chaguo la pili linasema ask every time, na chaguo la tatu ni don't allow app to open links. Nenda sehemu ya katikati ambayo imeandikwa ask every time. Hapa ukibonyeza ukaweka okay, inamaanisha itakuwa inakuuliza unataka kwenda katika application ama unataka kwenda katika website. So itakuwa ni chaguo zuri kwako kupata eneo ambalo unataka kwenda ukiwa unachagua wewe mwenyewe, tofauti na link ikajiruhusu moja kwa moja. Ilipokuwa mwanzo ilikuwa inamaanisha inajiruhusu yenyewe kwenda sehemu ya application. Kwa hiyo baada ya kuwa umeweka hapo, utaenda tukaone sasa itanipeleka wapi. Itanipeleka kwenye application ama itanipeleka katika website hii ya YouTube Studio. Nitarudi pale sehemu ya Google search kisha nitasearch YouTube Studio Dashboard Computer, kisha itaniletea website link hiyo, na nikibonyeza automatically itaanza kuload kunipeleka katika website na sio tena application. Yes, kama unavyoweza kuona moja kwa moja imefunguka application. Naam, hiyo ndio njia ambayo nimekuelekeza mtazamaji siku ya leo, jinsi ya kuseparate application na website pindi ambapo una search kupitia Google search. Na hii ni Manyuzi TV. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata elimu pamoja na mafunzo, ikiwemo pia na habari mbalimbali zinazoendelea kutrend katika mazingira yetu. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.